Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni Kamarade Bisengi ambaye mnaongea neno la Mungu ambalo Mungu ametuandalia siku ya leo. Tuombe. Lihimidiwe jina lako Baba yetu wa mbinguni. Tunapiga asante kwa sababu wewe ni mlinzi wetu. Umekuwa pamoja nasi katika maisha yetu ya kila siku. Jina lako litukuzwe. Tunapoingia mbele zako kwa unyenyekevu ili tupate mkate wa uzima, tunaomba Roho wako Mtakatifu aliyeongoza walioandika maandiko matakatifu apate kutuongoza sisi tunaosoma neno lako na kulisikiliza, ili Baba utakapokuja tukulaki mawinguni. Utusamehe dhambi zetu, utuoshe katika damu ya mwanao Yesu Kristo, utuvuvie nguvu ya Roho Mtakatifu katika mvua ya mvuli na mvua ya masika. Utuvike haki yako, ufiche aibu ya uchi wetu, ili tuwe tumekamilika tukiwa mbele zako utakapokuja tuurithi uzima wa milele. Ndilo ombi letu kwa imani kupitia jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Tunataka tujifunze neno la Mungu. Kichwa cha somo kinasema hatari ya kulala safarini. Hatari ya kulala safarini. Ndugu zangu na dada zangu, kila mtu anapozaliwa duniani anakuwa msafiri. Hali ya maisha kwa ukuaji wa maisha ni safari. Mawazo, matendo ya kila mtu ni safari. Ndiyo maana tunataka tuangalie neno la Mungu linasema nini kuhusu hatari ya kulala safarini. Kwa sababu sisi sote binadamu tunaoishi duniani tuko katika safari. Ndiyo maana katika waraka wa Waefeso ama barua ya Waefeso sura yake ya 5, neno la Mungu linatuambia nini kuhusu safari yetu na kujilinda kusinzia ama kulala tukiwa safarini. Neno linasema mstari wa 1 sura ya 5 ya Waefeso: hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka ya dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu amejitoa akawa sadaka au kafara, akawa manukato mbele za Mungu, ili sisi binadamu waasi, waovu, wa dhambi tuweze kuwa tumekamilika mbele za Mungu tunapoomba. Kwa hivi mtume wa Kristo Paulo anatuagiza kwamba tuenende tukimfuata Mungu kama watoto wanaopendwa. Kumfuata Mungu. Mungu naye ametusafirisha katika safari yetu. Tunapomfuata tutatembea salama na tutawasili salama mwisho wa safari. Lakini ikiwa tutaenenda kinyume ama tofauti na mapenzi yake, hatutaweza kusafiri salama. Ndiyo maana neno la Mungu linaendelea katika safari yetu. Mstari wa 14: hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangazia. 15: basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mafungu haya mawili yanaonesha mambo mawili. Jambo la kwanza ni kukumbuka ya kwamba sisi ni wasafiri, tuko safarini. Kwa hivyo neno linatuambia tuangalie sana jinsi tunavyoenenda. Tutazame sana safari yetu.
Uangalie mguu wako unavyokanyanga. Uangalie hatua yako unavyoipiga katika hali ya maisha, katika utafutaji wako. Wewe ni maskini ama ni tajiri? Mali yako kidogo au nyingi? Wewe una watoto au ni tasa? Labda umezaa jinsia moja, ya kike ama ya kiume. Labda katika nyumba wako kuna hatari, kuna shida. Angalia mwenendo wako unavyosafiri. Fungu hili la 14 linatuambia ya kwamba sisi tunaolala, ikimaanisha kwamba katika safari kuna wengine ambao wanalala safarini. Wengi wapo. Anasafiri, anachoka. Baada ya kuchoka analala. Lakini kabla hujakamilisha safari yako na wewe unalala kwa kweli, gundua, tambua ya kwamba uko hatarini. Katika maandiko matakatifu, waraka wa kwanza wa Wathesalonike ama barua ya kwanza ya Wathesalonike, sura yake ya 5, maandiko yanasema namna gani? Sura ya 5 tukianza na mstari wa 1. Lakini ndugu, kwa habari za nyakati na majira hamuna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mwajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Siku ya Bwana inakuja. Sisi ni wasafiri tunaoelekea kwenye siku hiyo ya Bwana. Iko mbele. Juzi, jana, leo, ukibahatika na kesho, kwa sababu tunayoyajua ni yaliyopita, lakini yaliyo mbele hatuyajui. Tunajua miaka na siku ambazo tumekaa duniani na tumeishi duniani, lakini miaka iliyo mbele, kesho si nafasi yetu. Sasa ukiwa msafiri, nami nikiwa msafiri, hatua unayoifikia sasa, angalia. Maandiko yanasema kwamba mambo yajayo, yaliyo hapa mbele, dalili za nyakati, matokeo ya siku za mwisho, yale ambayo yako mbele. Maandiko ya matakatifu, Paulo anasema hakuna haja niwaandikie ninyi, maana mnajua ya kwamba hapa mbele Bwana atakuja, siku yake itakuwa kama mwivi ajavyo usiku. Mwivi, watu wakiwa wamelala, anachimba nyumba, anabomoa. Watu wamelala usingizi mzito, wanawaibia, mali yote inachukuliwa na wezi, kwa sababu wenye nyumba wamelala. Ndiyo maana Biblia inasema ya kwamba maana ninyi wenyewe mwajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umujiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Wamama wajawazito, wamama waliobeba mimba, wanajua namna utungu unaweza kumujia akiwa sokoni, utungu unaweza kumujia akiwa barabarani, utungu unaweza kumujia akiwa kwenye shughuli za maisha fulani. Anasikia, anahisi utungu, anahisi maumivu. Ule utungu naendelea kwa kasi. Badala ya kurudi akienda nyumbani, anaenda hospitalini, anajifungua, anafanyiwa operation, mtoto anazaliwa. Lakini ule utungu unaweza kuja ghafla kwa wakati wote. Ndiyo maana maandiko yanatuambia kwamba siku ya Bwana itatukujia kama vile utungu wa mwanamke mwanamimba, mwanamke mjamzito anavyopatwa na utungu katika hali ya kuzaa. Ni hivi basi, tusilale usingizi kama wengine, mstari wa 6, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Bwana pewe sifa sana. Jukumu ambalo tunapewa ni kukesha. Jukumu tunalopewa ni kuwa na kiasi, temperance. Ndugu yangu mpendwa, katika hali ya maisha yako, katika hali ya maisha yangu, je, uko na kiasi? Je, unakesha au umelala? Somo letu linasema hatari ya kulala safarini. Ukiwa safarini,
haujakamilisha safari, haujafika mahali unaenda, nawe umelala. Wengi wamelala makanisani, wengi wamelala madhabahuni, kwenye madhehebu yao, wengi wamelala kwenye upagani kabisa, kwenye kabila zao. Wengi wamelala, wameingia katika shughuli za maisha ya dunia. Hawataki kujua ya kwamba hapo mbeleni kuna safari ambayo wanapaswa kukamilisha. Baba yangu, dada yangu, jiulize, je, unakesha? Kukesha kuna maneno matatu. Ya kwanza ni kuomba, ya pili ni kusoma maandiko matakatifu, ya tatu ni kufanyia kazi ule ukweli unaojua, kuweka katika matendo ule ukweli unaojua. Ndiyo maana yake kukesha. Unaomba maombi ya faragani, unaomba maombi ya kujumuika pamoja na familia yako ama na kusanyiko lingine ambalo ni la wacha Mungu. Kupenda maombi. Pili, kupenda kushughulika na kusoma maandiko matakatifu. Kwa sababu mtu yeyote asiyekubali kusoma maandiko matakatifu ataishi katika giza. Ndio maana Biblia inatuambia pale ambapo tumeanzia Waefeso 5 mstari wa 14, kwa maana husema ya kwamba wewe usinziaye, amuka ufufuke na Kristo apate kukuangazia. Amuka ufufuke. Yawezekana uamuke lakini usifufuke. Yawezekana uamuke lakini usiangaziwe. Na umeamuka. Inawezekana. Uamsho, reveille. Kuna reveille za aina nyingi ambazo ziko sasa. Reveille. Uamsho, maamsho. Lakini kuna uamsho halisi na uamsho bandia katika imani. Unawakuta watu wengi sana analala lakini yako macho, lakini ukimwambia atimize jambo fulani hawezi timiza. Unaweza kumuita mtu anakuitikia, lakini amelala bado, ako nusu macho. Katika maandiko matakatifu tunayoyasoma tunakuta ya kwamba safari ya Mkristo ama safari ya msafiri anayeenda mbinguni, kuko shida ya kulala. Hii shida ya kulala ninataka niigusie kwa watu ambao wanapenda kusoma vitabu. Nitasoma kitabu kinachoitwa Safari ya Msafiri. Mkristo alipotoka katika mji wa uharibifu akielekea katika mji wa Sayuni, maandiko matakatifu anasema ya kwamba alikutana na watu ambao wamelala. Hao watu nataka tuwasome tusikie. Katika kitabu hiki cha Safari ya Msafiri, ukurasa wa 26 ama page ya 26, page 26, chapter inayosema mjinga na mvivu na mfidhuli. Mjinga na mvivu na mfidhuli. Hayo ni majina ya watu watatu katika safari ya kwenda mbinguni. Ukiwa mjinga utapata shida. Ukiwa mvivu utakuwa na shida. Ukiwa na mfidhuli ama mtu mwenye ukaidi ama mtu ambaye anadharau mambo. Neno la Mungu nasema hivi, ukurasa wa 26 ama 26. Kisha nikaona katika ndoto yangu kwamba huyo msafiri alipokuwa akiendelea mbele aliwafikia watu watatu. Sikiliza. Hao walikuwa wamelala usingizi mzito, hali wamefungwa pamoja kwa pingu za chuma miguuni. Majina yao yalikuwa mjinga, mvivu na mfidhuli. Sikiliza, hao watatu nao walikuwa wasafiri, lakini walipofika njiani wakalala. Walipokuwa wamelala wakafungwa mapingu kwenye miguu yao. Huyu Mkristo alipowafikia msafiri alitamani kuwasaidia. Msaada wa kwanza ilikuwa ni kuwaamsha.
Msaada wa pili, ikiwa watakubali kuamka na kutoka kwenye usingizi wao, angewafungua hiyo minyururu ya mapingu ambayo imewafunga miguu. Yeye angewasaidia kuwafungua. Maandiko matakatifu yanasema hivi, majina yao yalikuwa mjinga, mvivu na mfidhuli. Msafiri akajaribu kuwaamsha ili awasaidie kuziondoa hizo pingu. Akawaambia, kama iwapo huyo ambaye huzunguka kama simba angurumaye akifika na kuwakuta vile, hapana budi angeweza kuwameza. Hilo liko katika waraka wa kwanza wa Petro sura 5 mstari wa 8. Azungukaye ni Shetani. Ndiye mwenye kuzunguka. Anaenda kwa nyumba za watu, anaenda kwenye makanisa, anaenda kwenye hospitali, anaenda kwenye mashamba, anaenda barabarani, kwa madereva, kwa waendesha pikipiki, anaenda kwa mafundi wajenzi, anaenda kwa wamekanika wanaotengeneza magari. Shetani anazunguka. Hakuna mtu ambaye anadharau au hakuna mtu ambaye anaogopa. Uwe mtu wa aina gani, uwe una silaha, uwe una cheo, uwe una mali, hakuna mtu ambaye shetani anamuogopa. Shida yake ama lengo lake ni kukunyemelea. Angalie, akitokea mbele utamuona, akitokea nyuma hautamuona, akitokea kuume uko macho, akitokea kushoto hauwezi muona. Yeye shetani anaangalia ni wapi anaweza kukufikia, akuingilie mpaka kupati. Ndio maana hawa watatu, mvivu, mjinga na mfidhuli, walikuwa wamelala, lakini huyu shetani anayezunguka alikuwa hajawafikia awameze. Tayari wamefungwa mapingu, hawawezi kujiondoa pale. Mkristo aliposema nao hivyo, wakafumbua macho yao na kumtazama. Mjinga akasema, sikiliza, hawa watu wameamuka, akili zao zinatumika, wametoka katika usingizi mzito wao. Wakafumbua macho yao, wakatazama Mkristo naye waamsha, kisha wakaanza kusema. Hawa watu, bila shaka msikilizaji wangu, hawa watu wamekwisha kusikia, wamekwisha kuamka na wamekwisha kuamshwa, lakini kuamka kwao hakukuwafalia kitu. Mjinga akasema, mimi sioni hatari. Wako watu ambao wako hatarini lakini hawaone hatari hiyo. Wako watu ambao wako katika shida lakini hawatazame na kuona shida zao. Wako shida ya kula, kunywa vileo, kwenda katika uzinifu, kuvaa vibaya kwa wamama. Unavaa nguo fupi, unaonesha mapaja zako, dada, kaka. Kuvaa vibaya kwa wavulana, pantalo unaona imeshuka chini ya kiuno. Hayo yote. Kisha ukiambiwa shida ulionayo, unasema mimi sioni hatari. Kitabu kinasema ya kwamba huyu mvivu naye akasema, ngoja nilale kidogo. Haya unayoniambia nitayafanya baadaye, kesho ama kesho kutwa, siku ingine, mwaka ujao. Watu wengi sana unapowaambia watubu dhambi zao, wanakwambia ngoja nifanye tu, nikunywe, nikule, nifanye uasherati. Mimi nimekwisha kuona sabato ndiyo iko, lakini bwana, maono niliyoyaona, Roho ameniambia nisifanye saa hii. Nisifanye leo, nisifanye kwa muda huu. Angalia na wewe kupata maono kwamba sabato, 7e jour, samedi, ndiyo siku ya Bwana. Unapata ile maono, lakini wewe unajifariji
na kusema hapana, Roho ananiambia ijapo nimeona Sabato, lakini nitaipumzika mwaka ujao. Hiyo ndio inaitwa mvivu. Akamwambia msafiri, mimi uniache nilale kidogo. Mfidhuli naye akasema, kila mtu aangalie mambo yake mwenyewe. Huyo mfidhuli asiyejali, asiyehangaika, anasema kila mtu aangalie mambo yake mwenyewe. Yangu hayakuhusu. Kama unasafiri endelea tu, yako hayanihusu. Kila mtu na aangalie mambo yake mwenyewe. Basi neno linasema namna gani? Basi wakajinyosha ili kulala tena. Na msafiri akaendelea na safari yake, lakini akiudhika alipofikiri jinsi watu walio hatarini namna hiyo hawakutaka msaada wake. Alienda kihuzunika, akiuzika sana, akijiuliza, wanaume watatu, wasafiri watatu, ambaye ni mjinga na mvivu na mfidhuli, ambao wamelala na wamefungwa, wameamshwa, wakaamuka wakaongea, lakini hawakuona hatari, wametaka kuendelea kulala, na wameona kwamba mambo yao hayamhusu msafiri mwingine. Ndivyo watu wengi walivyo. Hawataki kuambiwa makosa yao, hawataki toba hata kidogo, hawataki kubadilika hata kidogo. Wengine wanaenda makanisani, lakini kule wanakoenda hawataki kubadilishwa na neno la Mungu. Watumishi wa Mungu wanahubiri hata kwenye redio, hata kwenye utandawazi, kwenye YouTube, kwenye Facebook. Mahubiri yapo, lakini watu wanachagua kuangalia mazingaombwe, yale maneno madude ambayo hayana mafaa, hayana wokovu ndani yao. Naona kwamba hayo ndio yanapendeza, yanafurahisha. Filamu za vita, filamu za madance, ndizo watu wengi wanataka kuangalia, kuliko kuangalia maneno yanayogusa dhambi zao, yanayogusa mioyo yao, ili wapate kubadilishwa. Hatari ya kulala safari. Mkristo aliendelea akihuzunika, ila na yeye shida aliyoipata siku moja katika safari yake, alilala, alipatwa na shida. Ndipo tuangalie katika kitabu hiki cha Safari ya Msafiri, tuangalie namna naye alilala akapata hatari kubwa sana ya kulala bila mpangilio. Kwenye ukurasa wa 29 wa kitabu hiki cha Safari ya Msafiri. Kisha nikaangalia na kuona jinsi msafiri atakavyokwea kile kilima. Alikuwa amefika kwenye kilima cha mashaka. Kwenye kilima cha mashaka, ama kwenye kilima cha matatizo, cha masumbufu. Wakati alifika kwenye kile kilima, alikipanda. Mwandishi wa kitabu hiki katika maono yake alikuwa mtengenezaji John Bunyan. Alipata maono. Kitabu hiki kilikuwa ni cha maono, kiliongozwa na Roho wa Mungu, kiliandikwa kabla ya vitabu vingine vya roho ya unabii tunavyoviamini. Maandiko yanasema, kisha nikaangalia kuona jinsi msafiri atakavyokwea kile kilima. Kwa ghafla aliacha kukimbia na akaanza kutembea, lakini baadaye ilikuwa vigumu hata kutembea. Akaanza kukipanda kilima kwa kutambaa kwa mikono na magoti. Uchovu mkubwa sana. Safari ya kwenda mbinguni sio mzaha. Safari ya kwenda mbinguni sio mchezo. Alitembea kwa miguu akikimbia. Baadaye kukimbia kukaisha, akaanza kutembea polepole. Mpaka kutembea na miguu kukaisha, akaanza kutambaa akitumia mikono na magoti. Ndivyo Biblia kitabu hiki kinasema. Maana kile kilima kiliinuka kwa ghafula sana. Kilikuwa kimeinuka, kukipanda ilikuwa ni vigumu sana. Sikiliza. Karibu kama katikati ya njia kukiendea hicho kilima, palikuwa na mahali penye kivuli.
Bwana wa kilima ndiye aliyekifanya kiwe hivyo, ili wasafiri waliochoka wapate kupumzika. Basi hapo msafiri alipoketi ili kupumzika, alilitoa gombo lake. Nimesema kwamba kukesha ni kuomba, ni kusoma maandiko matakatifu na kuweka kwa matendo. Na akasoma maneno ya faraja, nayo yalikuwa ya faraja mno, hata alianguka akalala usingizi mzito. Ametembea kwa kasi akikimbia, baadaye akapunguza mwendo akatembea polepole, baadaye akatembea na magoti na mikono sababu kilima kimeinuka. Baadaye akafika mahali pa kivuli penye kupumzika, akaketi akapumzika, akakumbuka kusoma gombo lake. Msomaji, wakati alikuwa akisoma, maneno ya faraja yakamuingia mpaka akalala, kaanguka chini, usingizi mzito ukamubana. Wakati alilala na kusinzia, kitabu kinasema ya kwamba kulikuwa karibu kukuchwa, yani magharibi, jua lilikuwa limekwisha kuzama. Msafiri alipoamuka kwa ghafula, akaanza kwa haraka na kwa nguvu kukikwea kile kilima. Kumbe gombo lake limempotea wakati amelala, amesinzia. Msikilizaji wangu, je, na wewe bado ungali na lile gombo moyoni? Ungali na hiyo shauku ya kusoma? Ungali na ile kiu ya kusoma maandiko na kuyaelewa? Ama unaposoma hauelewi, maandiko yanakuponyoka, unalala usingizi? Hatari ndiyo hiyo. Ndugu yangu, alipanda mlima. Alipofika juu kusome huko kabisa, akakutana na watu wawili ambao wanarudi nyuma, ambao wameacha imani. Wakamwambia, hapa mbele yako kuna simba wawili walio hapa mbele. Mkristo alipotaka faraja ya maneno ya Mungu, alitafuta gombo lake, akakuta halipo. Hatari ya kulala safari. Alitafuta gombo lake, akakuta haliko. Ndugu yangu, ilimubidi kurudi nyuma kutafuta lile gombo. Hauwezi kupiga hatua yoyote ile usipokuwa na maandiko matakatifu. Kwa sababu katika kitabu cha Zaburi sura yake ya 119 mstari wake wa 105, maandiko yanasema namna gani? Zaburi 119 mstari wake wa 105. Gundua, tambua ndugu yangu, 119 Zaburi mstari wake wa 105. Biblia inasema hivi: katika safari yetu tusipokuwa na taa na mwangaza hatuwezi kwenda mbele. Maandiko yanasema hivi 105, Biblia inasema hivi: neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Ndugu yangu, unapopaa mlima wa masumbufu, unaposhuka kwenye bonde, unapoenenda mahali palipo pagumu pa maisha au mahali palipo pepesi pa maisha, tambua, usipokuwa na neno la Mungu uko hatarini. Unapoenenda katika giza uko hatarini. Utajikwaa, utalemewa na usingizi, utalala, na yule anayezunguka ambaye ni shetani atakubana, atakumeza, nawe hautakuwa na bahati ya kukamilisha safari yako vizuri. Hatari ya kulala safarini. Ukeshe, nami nikeshe, ili tukamilishe safari yetu vizuri. Mungu atubariki na kutuwezesha kukesha saa zote, mchana na usiku, tukiomba maombi ya dhati, tukiwa na bidii ya kusoma maandiko matakatifu na kuweka katika matendo yale ambayo Mungu ametukabidhi na yale ambayo ameweza kutuomba tuyatende, ili tunapomtii na kumheshimu na kuamini kikamilifu damu ya Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu, tuweze kukamilisha safari yetu vizuri.
ili Bwana ajapo tumlaki mawinguni. Ndilo ombi letu kupitia jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Amen.